Majina ni Ana Robert Mirumbe, katibu wa kikundi cha wanawake Twaweza A, wilaya Rorya, kata Mkoma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna kero kupitia mkopo wa kina mama. Sisi kama kikundi cha wanawake Twaweza A tuliweza kuomba mkopo wa 10% ya kina mama katika halmashauri yetu ya wilaya ya Rorya. Na baadaye mkuu wa idara aliweza kututembelea na akatuambia kwamba tumekidhi vigezo vyote. Baada ya hapo aliweza kutuita katika semina ya siku 2. Tukaenda tukamaliza. Nani aliwaita? Mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii. Lakini baada ya hapo mheshimiwa, tulisemenishwa kwa siku 2. Hatimaye ifikapo tarehe 8 mwezi wa 7 tukasaini nao mkataba wa huo mkopo. Wakatuambia kwamba tuende benki tutoe pesa kila kikundi. Lakini tulipofika benki tukakuta pesa bado haijaingizwa, haipo. Pale tukamrudishia taarifa. Mkuu wa idara yuko wapi? Mkuu wa idara huyo aliyesimamia ile yuko wapi? Tuambie shida ilikuwa nini? Mkuu wa idara huyo yuko wapi? Mwisho ikawaje? Baada ya hapo tulipofuatilia tukuweza kupata mafanikio, lakini ilipofika wakati wa kuanza marejesho, cha kushangaza na cha kusikitisha, aliweza kutuma control number ya vikundi ambavyo vilishakopeshwa pesa ili tuweze kulipa pesa ambayo tukupewa. Hebu tuambie mkuu wa idara, kwanza umewafanyisha semina, pili ukawapeleka benki wafungue akaunti, baadaye umewapeleka control number warejeshe mkopo ambao hawakuchukua. Hili likoje? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kilichotokea ni kweli mchakato ulifanyika, kwa maana kwamba mafunzo yalitolewa na sisi tulienda kuwakagua. Kwa hiyo kilichotokea kwenye akaunti yao ilikuwa imelala, kwa maana kwamba hela ziliingia lakini zikarudishwa, kwa maana kwamba ile akaunti haikuwa hai. Kwa hiyo sasa mliwezaje kuanza kuwadai? Fedha ikirudi ilijulikana kama imerudi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatuwezi kuwadai fedha yote wakati wao kama kikundi hawajapata fedha. Na hatua tunatengeneza control number mara baada tu ya fedha kuingia kwenye akaunti. Zilirudishwa, akaunti haifanyi kazi, au mlizipitishia kwenye kikundi zikarudi ili mgawane? Tulipitishia kwenye akaunti haifanyi kazi, kwa hiyo zimerudi kwenye akaunti kuu ya serikali. Sasa kwa nini mlishawafanyia hiyo michakato yote na mmeshaona zimerudi, kwa nini hamjawapa? Mheshimiwa Mwenyekiti, tuliwaambia waweze kuhuisha akaunti, walichelewa kuhuisha akaunti. Kwa hiyo mara moja tulichowaambia ni kwamba kwa sababu mmechelewa kwa kuhuisha akaunti, tabii tuanze mchakato mpya wa kusajili upya. Ilikuwa lini mtendaji hiyo? Ilikuwa mkopo wa mwaka 24-25. 24-25 mpaka leo hii tunavyoongea hapa. Hawajahuisha akaunti tu. Walikuwa bado hawajahuisha mheshimiwa. Mkurugenzi, hili jambo hili unalifahamu? Mtaalamu wako hajaeleweka kabisa, haijulikani anaongea kitu gani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndio nalifahamu hili jambo. Kwa nini hamjawapa fedha? Na jambo la kuhuisha akaunti ni la siku moja tu. Ni kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata siku nzima haipiti, ni jambo la nusu dakika 5. Ni kweli, lakini kabla ya kufikia maamuzi ya kuotaka wahuisha akaunti, kulikuwa na utaratibu wa kufanya ufuatiliaji ile pesa iweze kulipwa kule bila kufungua akaunti nyingine. Sasa utaratibu ulikuwa unahusisha pia approve ya wizarani, na ndio ambayo ilichelewesha ikachukua muda mrefu. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, hebu lifuatilie hili jambo la huyu mtumishi wako huyu. Taarifa nilizonazo ana mazonge mengi, mambo ya ajabu. Hebu lifuatilie tujue ukweli wa hiki kinachosemwa hiki.
Sasa mkurugenzi, ndani ya wiki moja wahuishe hiyo akaunti na muwawekee hizo fedha zao. Si mlishawapatia? Sasa tunaanza kufuatilia na mambo ambayo ninyi wenyewe mmekikagua kikundi, mkajua kinatosha, kinafaa, kina sifa. Tunamalizaje mwaka hatujawapa? Ndio mheshimiwa, tutafanya hivyo, ndani ya wiki moja tutapatia hiyo pesa. Haya. Mama ambatana tuna mkurugenzi ili mrahisishe ya mambo ya kukamilisha hilo jambo. Malizieni hilo jambo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa watu wako sio watu wema. Wanapozungumza kwamba akaunti yetu ililala. Akaunti yetu ilifanya kazi mpaka sasa, mpaka leo, na kila mara mkuu wa idara alituomba statement benki. Na hata tarehe 24 mwezi wa 6 aliniomba statement benki, akatuma bibi maendeleo. Jamani, akaunti iliyolala inaweza ikafanya kazi? Je, hiyo hela ya serikali ndio ishindikane kuingia kwenye akaunti yetu? Wakati akaunti yetu tunaingizamo hela kila Jumatano tunapokutana katika vikao vyetu vya kikundi. Hawa watu wako sio wema. Ndio maana nakushukuru, uko sahihi. Ndio maana nimemtuma waziri anaowasimamia afuatilie hilo jambo. Nimeyasikia hayo mazongezonge hayo. Waziri atafuatilia ili kuweza kuchukua hatua zinazostahili. Kwa sasa hivi nimeelekeza ndani ya wiki moja wakamilishe hilo zoezi. Tuhamishi mvivu, mzembe, mharibifu tunamfukuza. Tunataka tujiridhishe, tunafukuza. Hatutaonea mtu, lakini ngoja tufuatilie tujiridhishe.